wetu katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa wema wako, kwa fadhili zako, kwa ukuu wako na nguvu zako. Litukuzwe jina lako na kutukuzwa litukuzwe milele, kusifiwa lisifiwe milele, kuhimidiwa lihimidiwe milele. Baba, asante kwa sababu ya rehema zako ambazo ni nyingi. Tujalie nguvu zako, kibali chako tena na ufunuo katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Rehema zako zilizo nyingi naomba zikawe nasi tunaposikia, tunapojifunza neno lako. Bariki msikilizaji, mtazamaji, bariki mponye kwa damu yako Yesu na kwa jina lako Yesu, na mapenzi yako yakaendelee kutimizika kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu Mwokozi, utendaye makuu kwa uweza mkuu, katika jina lako lenye nguvu na uweza. Amina. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha ukasikie neno lake lenye uzima, lenye baraka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu sana, tuendelee kujifunza juu ya umuhimu wa hekima ya Mungu nyakati hizi tulizo nazo. Tuione hekima iliyo safi. Hekima iliyo safi tunaweza tukaipataje? Hekima iliyo safi tunaweza tukaipataje? Na inatoka wapi? Maandiko hapa yanatushuhudia vizuri, yanatueleza vizuri, yanatuhakikishia hekima, umuhimu wa kuwa na hekima ya Mungu nyakati tulizo nazo. Nasoma katika maandiko matakatifu. Yakobo sura ile ya 3. Yakobo sura ile ya 3 na naanzia mstari wa 13 mpaka ule wa 17. Yakobo sura ya 3 mstari ule wa 13 naanzia hapo. Nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Na aombe kazi, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli, wala msiseme uongo juu ya kweli. Mstari wa 15. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na Shetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani na ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Amina. Barikiwa katika jina la Yesu, katika kuendelea kusikiliza na kuelewa na kufahamu. Bwana Yesu akupe kuona afya njema, amani tele moyoni mwako, mwili wako ujazwe afya na nguvu katika jina la Yesu. Amina. Hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu, kwanza tuseme na tuelewe kwamba ni roho. Tunaposema hekima ya Mungu, hii ni roho. Ni roho ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe. Ni uwezo wa kuchanganua, kupambanua. Ni uwezo wa kutenda mambo bila kuleta shida, bila kuleta uharibifu, bila dhuluma, kwa kufanya haki na kwa kuwezesha kila mmoja apate sawa sawa na ilivyo haki. Hekima ya Mungu inatenda haki tupu. Hekima ya Mungu ina upendo mwingi. Hekima ya Mungu ni roho. Hekima ya Mungu ni roho. Roho anayewezesha kutenda na kutuongoza, kupambanua, kuenenda kwa usafi na kwa akili safi na kwa hekima, kwa busara. Roho wa Mungu huyo. Hekima ni roho wa Mungu. Hekima ya Mungu ni roho ya Mungu. Hekima ya Mungu ni roho ya Mungu inayomwezesha mwanadamu kutenda. Lakini hiyo pia hekima, kusoma maandiko, nasema Mungu aliumba dunia kwa hekima yake. Kwa mfano kuja msalabani, sasa hivi tuko kwenye Kwaresma, kwenda msalabani kwa Yesu, hiyo ndio hekima ya Mungu. Hiyo ndio hekima yake. Mateso, aibu zote na yote kufanyiwa ni hekima ya Mungu, ili sisi tupate wokovu, ili sisi tupate ukombozi,
tupate kufanikiwa. Hekima ya Mungu ni hiyo, ni roho yenye kuhurumia, yenye kuponya, yenye kuokoa, yenye kuongoza watu kuelekea katika haki na kweli kabisa kabisa. Anasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu? Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Katikati yetu wanadamu tunaulizwa sisi wanadamu. Biblia inasema, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Kwa hiyo hekima ina kazi ya kuonyesha mwenendo mzuri. Hekima itokayo juu, hekima ya Mungu inamwezesha mtu kuonyesha mwenendo mzuri wa kazi. Ndio sababu hapa kinachotakiwa kuonekana ni mtu mwenye mwenendo mzuri katika upole wa hiyo hekima. Hekima pia ina upole mzuri. Hekima ya Mungu imebeba upole, lakini pia hekima ya Mungu imebeba nguvu, imebeba uweza, imebeba matendo makuu ya kutisha. Inabeba matendo makuu ya kutisha. Imebeba upole, lakini imebeba matendo makuu ya kutisha, na inafanya mambo kwa wakati ulio sahihi. Hekima ya Mungu inatupa kufanya vitu kwa usahihi. Naitamani niijazwe sana hekima ya Mungu mimi. Sijui mwenzangu wewe. Natamani sana niongezeke katika hekima ya Mungu sana sana sana. Sio kidogo. Niwe nayo vya kutosha. Iongezeke kwangu na wewe iongezeke kwako. Tamani, itaji sana. Anasema, huyo mwenye hekima aonyeshe kazi zake nzuri katika mwenendo na katika upole na kwa hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi miongoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu, magomvi, fitina, uzushi, matukano na vingine, kumbuka kabisa hivyo havitoki katika hekima ya Mungu. Mwenye hekima ya Mungu hafanyi hayo yanayoelezwa hapa. Ugomvi, wakati mwingine watumishi wanagombana kanisani. Yaani watumishi wa Mungu afu mnagombana. Yaani kanisa kwa kanisa, dhehebu kwa dhehebu mnagombana. Tunagombana kabisa. Huko kwenye siasa vurugu na kanisani vurugu. Hapana. Hiyo hapana. Hekima ya Mungu ikitawala makuhani wa Bwana wanapendana, watazidi kushikamana kwa upendano. Haijalishi habari ya tofauti ya madhehebu. Madhehebu kitu gani mbele za Mungu? Hayo madhehebu si chochote. Yeye anachotamani kuona tunatimiza mapenzi yake, tunafanya mapenzi yake, tunaenenda kwa hekima ya kwake, tunafanya sawa sawa na anavyotuagiza. Kwa hiyo magomvi hayataki kuonekana, na hasa kwa wana wa Mungu. Wao ndio wanatakiwa kuwa wapatanishi. Kumbuka Yesu ametuletea katika hekima hiyo ya Yesu, hekima hiyo ya Mungu ya kutujiria, ametuletea kitu kinaitwa huduma ya upatanisho. Katika Wakorinto wa kwanza ametuletea kitu kinaitwa huduma ya upatanisho. Ni wa kwanza au ni wa pili nafikiri pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe sana Jehova Hire, Jehova Shalom. Ni Wakorinto wa pili naamini pale. Wakorinto wa pili sura ile ya 5. Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari ule kuanzia mstari wa 18 na 19 mpaka 20. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mstari wa 20. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Alafu kirudi pale nyuma amesemaje? Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mstari wa 19 mwishoni. Wakorintho wa pili 5:19 anapomalizia mstari huo, ametia ndani yetu neno la upatanisho, huduma ya upatanisho, tuwe wapatanishi. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu hupatanisha. Hekima ya Mungu hupatanisha, inapatanisha, inaleta upatanisho, inaleta ushirikiano, inaleta mahusiano mazuri. Hekima ya Mungu inaleta uhusiano mzuri,
inaweza kuchanganua, kupambanua mambo kwa usafi. Ni uwezo wa kupambanua, ni uwezo wa kuchanganua, ni uwezo wa kugundua, ni uwezo wa kufanya, ni uwezo mzuri wa kufanya watu wakae kwa uzuri, kati ya dhehebu na dhehebu, kanisa na kanisa, wanasiasa kwa wanasiasa, wafanye kwamba ni wasomi. Siku hizi wasomi wanafanya vitu vya kijinga, yani kama watu ambao hawana hata chembe ya elimu, vitu vya kijinga vya kishetani. Mwenye elimu unafanya vitu vya kijinga, maanake huna ulichokipata, basi hukuwa na sababu ya kwenda darasani. Mwenye elimu anaitwa msomi, lazima afanye vitu vya kisomi ambavyo havidanganyi, havipotezi, havigombanishi, havifanyi watu wakabaki na machozi na huzuni na kuonewa. Hiyo sio elimu. Yani siku hizi bora hata wasio na elimu kuliko wenye elimu. Hapo utanicheka sana na kunishangaa, lakini nakwambia wako wasio na elimu, watu watupu kabisa, lakini wanafanya vitu vizuri vya ustaarabu sana. Watu wamejaa elimu lakini wanafanya vitu vya ajabu vya hovyo sana, ambavyo unaangalia unashindwa kuelewa. Sasa huyu alikwenda darasani, amesoma vizuri, nini anachokifanya hiki? Vitu ambavyo hata mnyama hafanyi, vitu ambavyo ni vya ajabu sana. Lakini hekima ya Mungu ni nzuri sana. Uwe na elimu kubwa, usiwe na elimu kubwa, ukiwa na hekima ya Mungu unafanya vitu vilivyonyooka, vinavyomtukuza Mungu wa mbinguni na wanadamu. Haleluya. Mstari wa 14 anasema, wala msijisifu kwa kufanya mambo haya ya kijinga, magomvi, mafarakano, uchungu, kulipa visasi na mengine. Hekima ya Mungu hailipi kisasi cha ovyo ovyo. Hailipi kisasi cha ovyo ovyo, inalipa kisasi cha kweli kweli. Kama umefanyia watu mambo mabaya, alafu unajiona tu sawa, unatembea hivyo, Mungu analipa. Utayapata mabaya kuliko uliowafanyia wenzako. Hekima ya Mungu hufanya kwa usafi na kwa haki, haina uonevu. Hekima ya Mungu haina uonevu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mstari wa 15, hekima hiyo isiyo ile ishukayo kutoka juu. Kwa hiyo kumbe kuna hekima ishukayo kutoka juu na isiyoshuka kutoka juu. Inatokana na ulimwengu tu. Ndio hiyo ambayo inaleta mambo ya ajabu ajabu kwenye dunia. Ndio inaleta vitu vya ovyo ovyo. Nasema bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Yani ina tabia ya kibinadamu, kwanza ya dunia, ina tabia ya kishetani, ina tabia ya kidunia, ya kibinadamu na shetani. Vitu vitatu vimehusishwa: binadamu, dunia, shetani. Na shetani ndio anaitwa mungu wa dunia, anayetawala alitupwa huko kwenye dunia. Sio maana kwamba yeye ndio mtawala atutawale sisi wana wa Mungu, ila sisi ndio tunamiliki vyote kwenye dunia na lazima akae chini. Sisi ndio wenye nguvu, wenye mamlaka, kwa sababu Biblia inatuambia katika waraka wa Yohana sura ile, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 4, ninyi watoto wadogo mmetokana na Mungu, na hivyo aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Kwa hiyo aliye ndani yetu ni mkuu. Kwa hiyo hekima yetu ya kutawala dunia, ya kuishi duniani ni kubwa kuliko ya dunia. Kwa hiyo lazima tuizidi dunia. Kwa sababu nitasikitika sana wasomi vitu wanaoifanya. Unakaa kabisa kwenye uongozi, unafanya vitu, watu wanabaki kulia, kuteseka, kuumizwa. Au niseme kwenye kanisa, mtumishi unakaa hapo, alafu vitu vya ajabu vinaendelea kwenye kanisa. Vitu vya ajabu vinaendelea. Tunaruhusu vitu vya ajabu. Watu wanakuja wanaingiza vitu vyao kutoka kwenye siasa. Tunawaacha, tunanyamaza tu. Tusimame imara. Hekima ya Mungu lazima ijue jinsi ya kukabiliana na hao wanaotaka kuingiza vitu vya ajabu. Lazima tufanye vitu vyenye maana, vyenye kumpendeza Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Sio hekima yenye tabia ya kibinadamu na dunia na shetani. Hiyo lazima tuikatae katika jina la Yesu. Maana hapo palipo na wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Hapo palipo na wivu na machafuko na usuda na unafiki na vyote, hapo hakuna hekima ya Mungu. Penye hivyo, maana hekima ya Mungu haipo. Anayetenda hayo hana hekima ya Mungu, ana hekima hiyo ya dunia na ya shetani. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Hiyo ndio hekima ya Mungu itokayo juu.
haina unafiki, haina fitina, haina ugomvi, haina kutesa, haina kuumiza watu. Hekima ya Mungu itokayo juu ni safi. Tuitafute hekima itokayo juu ambayo ni safi, tuofanye mambo kwa usafi, kwa haki, kwa vipimo sahihi. Hekima ya Mungu itokayo juu. Haleluya sana. Hekima itokayo juu ina tunda la hekima, ina tunda la Roho, ina matunda mazuri, ina matunda mema, imejaa mema, haina uchafu, haina dhuluma, haina uonevu, haina ushetani, haina ushirikina, uchawi ndani yake. Mtu yuko kanisani alafu yuko kwenye ushirikina, hana hekima ya Mungu inayomwongoza, inayomsaidia kujua sasa wewe unamwamini Mungu na kanisani unaenda, unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Hekima ishukaye juu imejaa rehema na matunda mema, Manake matendo yetu yataonekana kuwa ni matendo mema, sio matendo mabovu, sio matendo ya uovu, sio matendo machafu, matendo yaliyo safi ya kumpendeza Jehova Bwana, matendo yanayompendeza Mfalme, matendo yanayompendeza Muumba, matendo safi. Tunahitaji hekima hii kwa sababu tunahitaji kufanya yanayomtukuza Mungu Baba wa mbinguni. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiona maisha mabovu, maanake amekosa hekima ya Mungu. Lakini maisha mtu mwenye hekima ya Mungu, hata kama ana fedha, anaishi katika hali duni, atatembea katika hali ya ustaarabu. Mazingira yake yatakuwa katika usafi ambao hata ukiangalia unasema kweli, inapendeza, imefurahisha. Asifiwe Yesu sana milele, atukuzwe milele. Haleluya sana. Haleluya sana. Haleluya. Hekima ya Mungu imejaa rehema. Tutakuwa ni watu wenye rehema, wenye huruma na fadhili. Kabisa. Haina unafiki, haina fitina, imejaa mema. Kwa hiyo wenye hekima ya Mungu hutenda mema, wanafanya yaliyo mema, hawafanyi yaliyo ya giza, hawafanyi yaliyo ya uovu, hawafanyi yaliyo mabovu. Hapana, hekima ya Mungu haiko hivyo. Hekima ya Mungu haiko hivyo. Wenye hekima ya Mungu hawaendi hivyo. Jina la Yesu litukuzwe sana na lisifiwe milele na lihimidiwe jina la Yesu. Haleluya mpendwa, jina la Yesu lihimidiwe. Jina la Yesu ni hekima ya Mungu. Jina la Yesu ni hekima ya milele. Jina la Yesu linatujaza maarifa na ujuzi ambao ni mzuri wa kuweza kuyatenda mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kwa hiyo tunahitaji kutawaliwa na kumilikiwa na jina la Yesu. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya kwanza mstari wa 11 hadi 12. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya kwanza. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya kwanza 11, 12. Naye Mungu akamwambia Suleiman, kwa sababu neno hili lilikuwa moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za kushukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu nilio kutawaza juu yao. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita waliokuwa navyo, kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapata kuwa na mtu atakaye kuwa navyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inafurahisha, inapendeza sana. Mungu alimwachia Suleiman achague au aombe anachokitaka. Na Suleiman akapeleka maombi kwa Baba wa mbinguni, Mungu muumba mweza. Na maombi yake anayopeleka kwa Mungu ni haya: kuomba hekima na maarifa ya Mungu. Huyu ni tajiri, alikuwa tajiri, tena alikuwa sasa kiongozi. Ni mfalme, ni mtawala, ana nafasi kubwa. Na Mungu akamwambia omba, naye akaomba mambo machache tu mawili. Biblia imesema hapa, akasema kwa sababu neno hili
kuwa moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za wanaochukia. Hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, ili upate kuwa kiongozi safi. Viongozi wa kisiasa wangejua hili, wangeona, wangekuwa wanasoma Biblia sawa sawa na kufuata maagizo ya Biblia tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya, namna siasa ilivyoendeshwa, uongozi ulivyoendeshwa, namna taifa na mataifa yalivyoongozwa. Tungekuwa tuko mbali sana, tungekuwa tuna baraka nyingi na mafanikio makubwa sana kiroho, kimwili, kitaifa, kanisa, tungekuwa mbali sana. Huyu akapewa na Mungu akafurahishwa mno. Hayo furaha ya Mungu ni kuona sisi tuna hekima yake, tuna roho ya hekima yake. Ndio furaha ya Mungu. Kwa Mungu ni furaha sana kutuona kwamba tunayo hekima yake, tunatamani kuongoza na kufanya kwa hekima yake. Ni furaha kubwa mbele za Mungu. Kwa nini? Hapa inatuonyesha jinsi Mungu alifurahi, na kufurahi kwake akamwambia, sasa ninakupa na ninakuongezea na kuongezea na kuzidisha, kiasi kwamba hakuna mtu aliyewahi kuwa navyo hivyo. Basi mstari wa 12, basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baadaye yako hapata kuwa na mtu atakaye kuwa navyo. Tajiri mkubwa, akajaza utajiri mkubwa, akashibishwa mambo makubwa. Hii inafurahisha sana. Mungu akambariki kwa baraka nyingi mno. Kwa nini? Kwa sababu aliomba. Kwa furaha ya Mungu kwa mtu mwenye kuwa na roho ya hekima, kwa Mungu ni furaha kubwa sana. Na furaha ya Mungu hiyo anaitimiza kwa kuonyesha, kuachilia mibaraka, kuachilia mibaraka. Mungu, utujaze nasi watoto wako sasa hekima na maarifa. Tujaze, tusamehe hata tulipochagua vingine vya dunia kwanza. Sasa Baba, twakusihi kwa neema yako, tujaze na sisi watoto wako sasa, watumishi, makuhani, kanisa, wana wa Mungu, wajazwe hekima na maarifa yako. Naomba Yesu, naomba Mwokozi. Haleluya. Anasema umepewa akaongezewa. Huyu mtu ambaye alikuwa na nafasi kubwa, lakini akaona cha kujichagulia ni hekima na maarifa ya Mungu. Hekima ya mbinguni na maarifa ya mbinguni. Sio PhD ya duniani kwanza, wala udokta, wala sijui elimu kubwa, mwanasayansi mkubwa wa dunia, msomi, lakini mbele za Mungu ni sifuri. Yaani umebeba elimu kubwa, watu wamebeba maelimu makubwa, madaraka makubwa, heshima kubwa za dunia, lakini mbele za Mungu sifuri. Mungu anasema hekima ya dunia anaifanya kuwa ni upumbavu, anaiona kuwa upumbavu. Upumbavu sio tusi. Ndivyo Biblia inavyosema katika Wakorinto. Amechukulia hekima ya dunia kuwa upumbavu. Korinto wa kwanza pale, sura ya 1, ameifanya kuwa upumbavu hekima ya dunia. Na ndio ile kwenye Yakobo ametuambia hekima hiyo inayoshuka kutoka juu ni safi, lakini hekima ya duniani ina fitina, ina uzushi, ina faraka, ina mauaji, ina wakuteka watu, yani haina, imekosa njia za kutumia. Unakuta mtu anafanya mambo ya kijinga, anaona hata bora kuangamiza wengine. Kwa hiyo ndio hekima ya kidunia na kishetani. Lakini mwenye hekima ya Mungu ataangalia, atajua afanyeje. Anapata maarifa mengi. Akishindwa njia hii, atatokeza njia nyingine. Yaani kuna mtu mwingine, yeye hekima yake ikishafikia mwisho. Na niseme tu, ukiwa na hekima ya duniani inafika mwisho, yaani haina upana wa kufikiri na kuchanganua. Kwa hiyo ndio ile mwingine anaweza kusema kwa sababu anatumbukia shimoni na mimi natumbukia shimoni. Ndio hekima. Kuna na viongozi wako hivyo. Kwa amefika mahali anaona cha kufanya basi ni kuangamiza tu watu, ni kuminya watu, ni kukanyaga watu. Uongozi huo, hekima ya dunia, na ambayo Mungu anasema ameifanya kuwa ni upumbavu. Hekima ya kishetani pia hiyo ni hekima ya kishetani. Hiyo ni hekima ya kishetani ya kidunia isiyompendeza Mungu Baba. Nilisema Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 20. Jana juzi nafikiri hapo pia nilipasoma kuanzia mstari wa 20. Yu wapi mwenye hekima? Anasema pale, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu.
anaiona kuwa upumbavu, haihesabu kuwa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wana wa Mungu. Mwenzetu huyu Suleimani akabarikiwa tele. Mungu akafurahi sana kwa sababu Mungu alipendezwa mpaka kumwongezea vitu vikubwa. Akampa neema kubwa ambayo wengine hawakuwa nayo na hata wanaokuja hawawezi kuwa nayo. Kwa hiyo inawezekana mpaka sasa hakuna aliyeweza kuwa na utajiri kama wa Suleiman. Hakuna ambaye ameweza kufanikiwa kama alivyofanikiwa Suleiman mpaka sasa. Kwa sababu Mungu akishasema maana yake anajua mwanzo mpaka mwisho. Yeye anatangazaga mwisho kabisa tangu mwanzo. Kwa hiyo alimpa utajiri ambao anasema kabla yake Suleimani hakuna aliyekuwa na utajiri kama huo, na baada yake hata kuwepo mwenye utajiri kama wake, na utukufu mwingi na nguvu. Tutamani kuomba hekima ya Mungu sana itawale maisha yetu, ili tujue cha kufanya mbele za Mungu kinachompendeza sana, ambacho mbele za Mungu kinaleta sifa na utukufu. Kinaleta sifa na utukufu. Kinaleta sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe, asifiwe. Tunahitaji hekima ya Mungu ambayo ni safi. Natamani kuangalia kule kwenye Yakobo tena, hebu pale napapenda mno, hebu tafakari sana kwenye Yakobo. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani. Hekima ya Mungu inaletaga amani, sio vurugu jamani. Vurugu kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye siasa, vurugu ni kwa sababu watu wamejaa elimu zao walizozipatia duniani ambazo hazina Yesu. Kama ni elimu yenye Yesu, mtu mwenye elimu na ana Yesu ndani yake, akifanya vitu unafurahi, vinang'aa, vina baraka, vina nguvu. Ni vema sana. Kwa hiyo inaleta amani hekima ya Mungu. Ni safi, haina fitina, haina magomvi, mafarakano, haina chuki, haina uhasama. Hekima ya Mungu. Mungu akujaze hekima yake, atujaze hekima yake, tutembee na hekima yake. Hekima itokayo juu, hiyo ndio iliyo safi, safi, safi kabisa, itakayo tufanye vitu vya kiusafi. Usafi sio vichafu. Katika jina la Yesu, Mungu akujaze. Sema amen, sema amen. Ujazwe sasa na siku zote hekima ya Mungu. Haleluya. Ramashiti. Yesu, wewe ni Bwana. Na kuomba neema yako itusaidie akili na mioyo yetu ndani mwetu, tuendelee kujaa kiu, hamu ya kujazwa hekima yako. Baba, nami naomba kwa neema na rehema, kila mtu anayesikia sasa na hata ambao Bwana hawataingia kusikiliza, na waombea wote wa Tanzania, Afrika, duniani, watumishi wako, makuhani, tujazwe hekima yako, tujazwe hekima yako. Naomba Baba, tujaze hekima na maarifa ya rohoni, maarifa ya kimbingu. Yesu, tujalie hiyo hekima na maarifa ya kimbingu. Jaza ndani ya vijana wa sasa, vijana katika ulimwengu wa sasa. Baba, naomba neema yako ya kuwajaza hayo maarifa na hekima ya kimbingu, wakajae hekima ya kimbingu, wakajae na maarifa ya kimbingu, wakajae hekima ya kimbingu na maarifa ya kimbingu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ufalme wako ni wa milele, uweza wako ni wa milele, na nguvu zako ni za milele, na rehema zako ni za milele. Bwana Baba, utendaye mema na makuu, Baba utendaye mema na makuu, Mungu utendaye makuu kwa uweza mkuu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, naomba fadhili, rehema na neema yako, naomba uweza wako na nguvu zako, katika damu yako Yesu Kristo inayonena mema, katika damu yako Yesu Kristo inayonena mema, katika uweza wako na nguvu. Baba, naomba uwapelekee msaada watu wako na nguvu na uweza, wakasimame imara kulitumikia kusudi lako. Tupe hekima yako na maarifa yako, yajaze ndani yetu siku zote, tujazwe nayo maarifa na hekima yako. Naomba Baba, utujaze mioyoni mwetu, tutembee na maarifa ya kwako, kwa kuwa hiyo ni hekima. Hekima yako itujaze, hekima yako itakayotupa maarifa na uwezo wa kupambanua, kuchanganua na kutembea katika hii dunia ambayo imejaa maarifa mengi mabovu. Maarifa mengi yameongezeka. Tukijaa hekima yako, tutayashinda maarifa ya dunia, tutamshinda shetani mdanganyifu, tutashinda vyote vilivyo kinyume na mapenzi yako. Baba, naomba tujaze katika kanisa, jaze katika taifa hili,
Jaza watu wako hekima ambayo inaleta haki, inaleta amani, inaleta baraka. Mungu, tujalie siku zote tukutumikie katika utukufu wako, Baba wa mbingu na nchi, Baba wa neema na rehema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Baba, Bwana wa utukufu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Mungu mfalme, Baba wa milele yote, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu yako Yesu inayonena mema. Uweza wote na nguvu zote ni zako tu, ni zako tu, ni zako tu. Uhimidiwe milele, Baba wa milele yote, uliyejaa rehema na neema tele. Kwa jina la Yesu, bariki msikilizaji, bariki sana, pe neema na maongezeko kwa jina la Yesu. Amina. Barikiwe katika jina la Yesu. Karibu, endelea kushiriki nami kazi ya Yesu ya kuhubiri injili vijijini. Karibu sana, na namba ya simu utaiona hapo chini kwenye simu yako. Karibu kushiriki nasi huduma hiyo ya kwenda kuhubiri vijijini huko mbali. Namba ambayo ipo hapo na ikutajie pia ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel, na ya Vodacom ni 0762 282 439, 0762 282 439. Karibu sana. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube hiyo ya kwangu kwa jina la Eli Mlinzi Mbise, inayopatikana kwa jina hilo Eli Mlinzi Mbise. Basi naomba kwa utukufu wa Yesu, karibu kusubscribe. Fadhili za Bwana Yesu ziwe nawe. Baba, nashukuru sana kwa yote. Ruhusu jambo jipya liumbike, lifanyike ndani ya nafsi ya mtu huyu. Maisha yake yaendelee kujaa furaha na nguvu, aweze kutembea katika uweza wa jina lako. Asante. Bariki sadaka za watu wako, bariki wote wanaokutolea kwa kazi ya injili tunayoifanya. Mungu, wainue, inua vipato vyao vilivyo halali, biashara, kazi zao ziinue, wajaze neema, waongezee, wazidishe. Bwana, sadaka wanazotoa kwa kazi yako Bwana, wakaone faida, baraka, wakaone kushinda, malango yao yakawe imara, ulinzi wako kawe nao, kama walivyosema katika Malaki sura ile ya 3:10, wanaokutolea fungu la 10. Mungu, waongezee ulinzi na mafuriko, na wakamkemea naye asile fedha zao, mashamba yao, mifugo yao.